Wanafunzi wangu wazuri, leo mwalimu wenu sijisikii kufundisha kabisa. Najisikia kuchoka tu. Yaani natamani nipumzike. Sasa naombeni mnisaidie kitu kimoja. Nitakuwa na option hizi mbili. Option ya kwanza ni wale ambao wanataka kipindi cha leo tusome kama kawaida. Option ya pili ni wale ambao wanataka kipindi cha leo tukitumie kwenye michezo. Kwa hiyo kundi ambalo watakuwa wengi ndio tutawapa kipaumbele. Kwa hiyo wakiwa wengi wanaotaka kucheza, tutaenda zetu kucheza tu. Ila wanaotaka kusoma wakiwa wengi, haina jinsi. Itabidi wote tubaki darasani tusome. Tumeelewana? Ndio. Nauliza tena, tumeelewana? Ndio. Haya. Naombeni tuanze na wale ambao wanataka twende zetu tukacheze. Kanyaga bwana, tembea Fanyeni haraka. Haraka jamani, ndio tunasubiri nyie. Fanyeni haraka, wao mtaki kucheza. Nyie mlobaki, mna uhakika nyie wote hamtaki kucheza? Ndio. Mnataka kusoma, si ndio? Ndio. Kweli? Kweli mwalimu. Na nyie wenzangu na mimi mnataka kucheza? Ndio. Kweli? Ndio. Haya. Kwa hiyo nyie si ndio mnaopenda kucheza? Ndio mwalimu. Hamjui kilichowaleta shuleni? Si ndio? Wale wenzenu ni wapuuzi ambao wamekaa pale wanasubiri kusoma. Tina, kanifuatie fimbo. We. Rudi huku. Nimekwambia rudi huku. Mwalimu, mimi sikuelewa vizuri. Hivi ulisema mbao hawaja nini? Wewe usinichanganye. Naomba urudi huku. Sasa mtu kama hajaelewa kwamba Rukamba, hivi walielewa? Kwa darasa zima lina wajinga. Mwalimu samani. Haya, kama unajua kwamba hujatoa hela ya mlinzi, sirudi. Kwa mko watatu tu ndio hamjatoa, si ndio? Mwalimu nisamee tu kidogo. Napitisha tu utaratibu fulani haraka. Nyie huku ambao hawajatoa hela ya mlinzi, nyosha mkono. Kumbe ni wote. Mimi baba yangu alisema hela hana, lakini alikuwa na option. Hela hana, ana option. Option gani? Alikuwa naomba aje au analinda mwenyewe hapo getini. Kwa hiyo si na mlinzi aliyopo getini? Sasa mlinzi kama anadai hela, si maana yake hana nidhamu, mfukuzeni. Baba yako ana roho nzuri sana. Maana yake yeye anakuja kulinda bure sasa. Mticha acha dharau basi. Yaani baba yangu aje akae pale getini ajizalilisha afa asilipwe. Mbona ndugu yangu? Angekuwa baba yako ungekubali. Hapo penyewe yule anayelinda unapompambania hivyo, so baba yako. Angekuwa baba yako wewe ukubali. Hilo ni kwaza bwana. Sasa hapo baba yako sana tafuta kazi sasa. Kwanza baba yako anafanya kazi gani? Anatengeneza baskeli hapo Mpanda hoteli. Umeulizwa? Jamani, hivi kidege mbona kiherehere? Umeulizwa? Sasa baba yako ana ugomvi na watu ambao wanacheza baskeli. Hapana, kwa kweli kinazakayo mna kiherehere. Wewe umeulizwa utaje? Mwacha ongee. Lakini babako ni kweli anafanya kazi ya baiskeli. Umeona mwalimu jaribu hata na wewe mwenyewe kutumia akili. Hapa sasa tunaongelea baskeli au tunaongelea swala la mlinzi? Kama mwalimu. Samawani hodi jamani. Bambo anadai kaira kake, naomba usaidie kumpa hapo. Mimi kaulinzi nishalipa. Asante. Kwa kumbe hela mnazo, ile hela ya mlinzi hamtaki kulipa. Bambo,
Hii pesa nakata kwa ajili ya mlinzi. Unataka, utaki? Natako. Natako. Wewe mjifunze Kiswahili wewe. Lakini mtango hujanifanyi vizuri, umenifanyia vibaya. Wewe umenishinda kunilipi kwenye miogo kuli. Unakufa na madeni bwana. Usipeone makaunta yako ujue nimechukua mime. Mwalimu, mimi nashukuru nimemaliza. Jamani, yeyote ambaye anajua hajatoa ya mlinzi apite ofisini achukue barua. Sawa? Sawa mwalimu. Mwalimu endelea nao. Wewe Bambo wewe, kama alivyosema Steve, ufanyeje? Ujifunze Kiswahili. Ujifunze nini Bambo? Nijifunze Kiswahili. Utina naye uko wapi mpaka cheleza fimbo? Tina Simba! Kaini. Mko salama? Yeah. Sasa kuna jambo moja. Kuna mkaguzi amekuja hapa shuleni kwa ajili ya kuja kufanya assessment kwa walimu. Nafikiri ataanza na mimi ambao nimechagua hili darasa ndio nije nifanyiwe assessment kwenye hili darasa. Tumeelewana? Yeah. Tumeelewana? Yeah. Kwa hiyo yule mkaguzi atakapoingia darasani nikiwa nafundisha hapa mbele, nikisema tu walioelewa nyoshe mikono, naomba mnyoshe wote. Sawa? Yeah. Naomba mnyoshe wote ili ajue mmenielewa wote. Sawa? Ndio. Lakini nikiuliza swali mnyoshe mikono wote kama mnajua. Mimi nikitaja jina lolote asimame yeyote. Sawa? Sawa. Tumeelewana? Ndio. Tumeelewana vizuri? Mfano nimesolve swali hapa nikauza nani anaweza kanisaidia hapa, nyosheni mikono wote. Alafu nikigeuka nikisema labda Juma, asimame yeyote anayejua hata kama sio Juma. Kwa hiyo mwalimu samani, hapo ukiita jina lolote mtu asimame. Nikitaja jina tu asimame yeyote ndio. Sawa bwana, tutakusupport bwana. Si wengine tumezaliwa kuinua wengine. Fisa billahi, pata wewe tukose sisi. Asante. Nafanya hivyo kwa sababu kubwa moja tu. Sio umeelewa? Ndio mwalimu. Mimi kama mwalimu ni lazima niwajue wote majina yenu. Sawa? Lakini ni lazima niwe chanzo cha wanafunzi kuelewa, tuelewane darasani. Akiondoka anaona kama mjanielewa, mmeniharibia kibarua. Sawa? Hebu tushirikiane kwenye hilo, si ndio? Sawa. Of course mimi nawapenda sana darasa langu. Na Mungu awasaidie, naamini kwenye mitihani yenu mtafaulu vizuri sana. Mwalimu ulipo mpole leo, ungekuwa mpole hivyo kila siku, ingekuwa raha sana. Mcheshi sana. Nawapenda sana, sawa Steveni, mwenzako yuko wapi wewe? Nani yule wa nani yule, sikio nani nani? Yupo. Ataenda wapi? Ana kazi. Kidege la amekuja? Kidege la yupo anaenda, nisaidia sijui. Yupo. Mjinga sana wewe. Asante. Bambo amekuja leo Bambo? Nipo. Lisiketi nipo linaswaga hilo. Nawapenda wewe, nakupenda sana mwenzako mtanga wewe. Of course dasalamu nawapenda sana. Sawa Mungu abariki sana. Nakuja na mkaguzi sasa hivi. Sawa. Hatukuangushi kakicha. Swali ni je, una line ya Halotel? Kama una line ya Halotel mtafute mwamba anaitwa Chris Bando. Nisikilize, nakutajia namba zake, alafu mpigie mwambie nataka uniunge bando ambalo linakaa zaidi ya miezi 8. Chris Bando ana namba 4. Nakutajia namba hizi 2, mtafute. Lakini hizi namba ni kwa ajili ya kuongea naye. Ukitaka kulipia kuna lipa namba. Namba zake zenyewe ambazo ni hizi hapa. Kuna 0615 75 43 03 na 0785 73 63 61. Hakikisha huna wasiwasi katika moyo wako, kwa sababu jamaa tunamwamini hadi sisi. Hii video yenyewe nimeupload kupitia bando lake. Na kutajia lipa namba. Hiyo sasa achana hizo namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia, na lipa namba ni kwa ajili ya kuungwa bando lenyewe. Lipa namba zenyewe ni hizi hapa. Hizi ndio lipa namba za mitandao yote. Mtafute. Yaani ukilipia anakuunga hapo hapo. Unalipa then anakuunga. Chris Bando kanyoka kama rura. Toka kwa mfano. Toka baba. Sio swali. Toka baba. Nenda bwana wewe kwa
Mwalimu alikuulizia. Umesoma? Wewe baba unaniuliza. Karibu sana. Habari class? Jamani, kama nilivyokushawaambia, leo tunaendelea tulipoishia. Okay. Na nakumbuka tuliishia wapi? Nakumbuka. James. Magazi Judo. Ambapo kuongeza ni board mask. Kwa Kiswahili tunaita magazi Judo. Mani nini? Magazi. Ga. Zi. Zidisha. Yu. Yumisha. Pigeni makofi. Sasa napenda hasa naelewa kama nyie. Sasa leo nataka nafundisha kitu kimoja ambacho ni kizuri sana, kitawasaidia nyie kwenye maswali. Unajua hesabu ni somo ambalo una uwezo ukasolve. Ukipata jibu, una uwezo kulihakiki kama jibu ni sahihi. Umenielewa? Labda kama unapata jibu ni 4, una uwezo kuchukua hiyo 4 ukaihakiki jibu ni sahihi, ukawa na uhakika. Tumeelewana? Tunafanyaje leo nitawaelekeza. Sawa eh? Ndio. Nataka nitolee mfano wa swali la algebra. Semeni algebra. 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 Yes, nani ashawahi kusikia kuhusu algebra? Yes, nitawafundisha leo, tutaelewa vizuri. Natolea mfano wa swali moja. Mfano, ukipewa 28x, sawa? Ukajumlisha na 20, sawa? Ukatoa 8x labda ni sawa na 100. Alafu mtu akwambia tafuta thamani ya x. Unafanyaje hili swali? Kitu cha kwanza, si unanielewa? Kitu cha kwanza unapopewa swali kama hili hapa, ni rahisi sana. Swali letu amesema ni 28x kujumlisha 20 utoe na 8x. Kitu cha kwanza tutakachokifanya, tutaenda kwenye njia yetu. 28x kujumlisha 20 kutoa 8x ni sawa na 100. Kitu cha kwanza unachokifanya, ndugu wanaofanana wanakaa pamoja. Tumeelewana? Ndio. Kwa hiyo unaangalia swali lako lote, kila yenye x inabidi ikae na mwenza na ambazo hazina x zinakaa na mwenza. Kwa hiyo tunaanza hapa. Hii na x? Ndio. Hii inayofuata na x? Haina, si ndio? Inayofuata na x? Ndio. Basi huyu mwenye x anamfuata mwenye x mwenzake. Huyu ambaye ana x inabidi atoke hapa. Tumeelewana? Ndio. Kwa hatua ya kwanza tunachukua ni 20 na 8x. Unamfuata yule mwenye x, lakini nyuma yake ni kutoa, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tendo lako linaendelea kuwa vile vile kwa sababu halijavuka sawa sawa. Inakuwa ni kutoa 8x. Alafu yule anaendelea kuwepo kama kawaida, mbele kujumlisha na 20 ni sawa na ile 100 yetu. Lakini kama nilivyowaambia, wanaofanana wanakaa pamoja. Tumeelewana? Kwa hiyo huyu kwa sababu afanani nao inabidi atoke aende kwa watu wengine. Lakini akivuka sawa anabadilika kitendo. Tumeelewana? Huyu kubadilika kitendo kwa sababu hajavuka sawa. Huyu akivuka tu akaja huku anabadilika kitendo. Kwa hiyo inakuwa ni 28x kutoa 8x sawa na hii 100. Huyu anamfuata huyu. Kwa hiyo kwa sababu anavuka sawa anakuwa ni kutoa na 20. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Safi, jipigeni makofi. Safi. Kwa hiyo kinachokuja kufanyika hapa, unachukua 28x
ukatoa 8x, yaani vitu 28x ukitoa 8x inabaki 20x. Inabaki ni 20x. Ni sawa sawa na 100 toa 20 80. Sasa ili upate x, ushaelewa? Ili upate x inabidi ugawe kwa 20, unagawanya kwa 20 pia kila upande. Kwa hiyo 20 na 20 wanakufa, wameshafanana, wamelingana. Sawa? Wametoshana nguvu, kwa hiyo wanamaliza. Anabaki ni x ni sawa sawa na 80 gawia 20. Na 80 gawia 20. Inabaki ngapi? 4. Kwa hiyo x yetu ilikuwa na thamani ya 4. Pigeni makofi mpaka hapo. Sasa nataka niwafundishe kitu kimoja. Sawa? Unapopata jibu kwenye hesabu kama hili hapa, una uwezo wa kulihakikisha hilo jibu lako ni sahihi. Ili ujue jibu lako ni sahihi, unaona kwenye thamani ya x. Ukichukua hii 4 ukawa unaipachika huko, ukavijumlisha vitu vyote hapa, inakuletea 100. Ukiona haijaleta 100, ni uongo hilo jibu. Naonyesha mfano. Swali letu linasema 28 x kujumlisha 20 kutoa 8x ni sawa sawa na 100. Sasa ili jibu letu tuamini ni sahihi, chukua hii 4 ipachike. Hii ndio thamani ya x. Ndio. X ina thamani ya ngapi? Ya 4, si ndio? Chukua 4 ipachike huko, jumlisha toa ipatikane 100. Ikizidi au ikipungua, ili jibu sio sahihi. Tunahakiki, si ndio? Ndio. Haya, 28. Hapo kwenye x hamna alama yoyote. Ukiwa hamna alama yoyote maana yake ni zidisha. Tumeelewana? Ndio. Ukikuta sehemu yote hamna alama maana kuna kuzidisha. Kwa hiyo unazidisha na 4. Jumlisha 20 tunatoa na 8x. Hamna alama yoyote maana yake nini? Zidisha. Mara 4 ni sawa sawa na 100. Kwamba ukijumlisha yote vitaleta 100, mzani ta balance. Sawa? Tunakuja sasa. 28 sawa mara 4 ni ngapi? 112. Tunajumlisha 20. Haya. Hapa kuna 4 mara 8 mara ngapi? Mara 4. 8 mara 4 ni ngapi? 32. Ngapi? 32. Lakini kuna alama kutoa hapa. Kutoa 32 ni sawa sawa na 100. Kwamba mzani utabalansi. Haya. 112 jumlisha 20 unapata ngapi? 132 kutoa 32 ni sawa sawa na 100. 132 kutoa 32 100. Kwa hiyo 100 ni sawa sawa na 100. Mzani umebalance. Kwa hiyo jibu letu lilikuwa ni 4. Hebu pigeni makofi. Sijui tumeelewana? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Sasa nataka niwaulize maswali ili tuone kama tuko sambamba wote. Sawa? Ndio. Nimesema namba ikiwa na labda na alama kutoa ukivuka sawa sawa inakuwa nini? Wote mnakumbuka? Mnakumbuka wote? Samuel jumlisha. Inakuwa kujumlisha, mpigeni makofi Samuel. Naam. Okay. Nimesema namba ikiwa hivi alafu hapa kuna x labda hamna herufi yoyote, hamna alama yoyote. Hapo kuna alama nini? Nyosha mkono. Mtanga kuzidisha. Sawa, pigeni makofi. Ili ujue jibu lako ni sahihi inatakiwa namba ya huku na huku zifanyeje? Nyosha mkono. Mwalimu, kuna mwanafunzi mmoja hapa naona ananyosha sana mkono lakini haumchagui. Hebu mchague tafadhali atujibie swali. Nani? Wewe. Mimi. Sawa. Unasemaje? 28x jumlisha 20 toa 8x sawa sawa na 100. Sahihi? Tuko pamoja mwalimu. Sawa? Ndio mwalimu. Asante. Kaa chini. Mpigeni makofi. Swali la mwisho. Nimesema kwenye issue kama hii hapa, swali kama hili hapa.
ikiwa labda hii ni 8x ikisogea bila kuvuka sawa sawa inakuwa 8 nini? Hii kutoa 8x ikija hapa inakuwa ni kujumlisha au inabaki kutoa hivyo hivyo? Mikono. Kitendo kinakuwaje? Mikono. Kidege kuzidisha. Sasa unataka kidege ni jina langu. Wakidege. Mwalimu alisema kitaja jina la mtu yoyote simama ujibu. Wewe limeharibu. Wewe unazidi kuharibu zaidi. umesikia bambo? Msimamizi bado yupo eti naongea. Wewe kama msimamizi atuulize tena. Umesikia? Mwalimu, nimeharibu wakati na kutetea, nisamehe. Umesikia? Sasa hapa nimepata mbinu. Jamani, tumtetee mwalimu, tuhakikishe afukuzwe. Mwalimu, tunakupenda kama. Ngoja tukamtetea kwa mwalimu. Wewe nione mtu mzembe. Mwalimu, hili niachie. Na nini? Anakuita. Mkalie mbali huyo. Mwalimu ana kibarua tena. Njoo. Unasikia mwalimu? Alisema mwalimu, wote mmelegea. Sasa tuanze mchaka chinja. Iyo mwanangu. Mchaka chinja. Iyo mwanangu. Mchaka chinja. Iyo mwanangu. Mchaka chinja. Iyo mwanangu. Mchaka chinja. Nini? Angalia. Mungu wangu, kula ndungo walao. Hii bwani mziki ukamlabi. Moja mraba. Yaani ukisikia raba mtoni, ndio sio kwa Aziziari, ndio hizi. Ndio hizi nazozioni mimi bwani. Utafika kwa gorofano. Mtoto gani kaleta hizi? Sijui. Sio Steve kweli? Bwana Mtango. Kishikati mimi na kitako. Kazuri. Ni wazee shikamoo. Mariaga. Itika vizuri. Nimeitikaje? Wewe mbona uitiki? Kwani lazima kuitikia? Umekuja kununua nini? Viatu. Sasa wewe vipi unauliza? Tuko shoppingo. Ni wachawi sana, ni wazee. Acheni mchawi. Wewe si mchawi? Acheni mchawi biashara za watu. Tunaongea biashara za watu. Sio maisha. Sisi wenyewe wachawi na wewe mchawi. Nakwambia ni wachawi sana. Jamaa mekalia kufuga mindefu, wenzao wanafuga mihela, hamna chochote. Wewe kamba wewe, acha majungu yako wewe. Wewe ndio pia mchawi. Tena wewe unanyama. Angalia kwa. Unataka kufuga tumbo tu. Tumbo una hela. Wewe nini na wewe angalia wewe vipi wewe? Wewe vipi wewe? Wewe vipi bwana? Nyama za ukoo umechukua umeweka mwilini. Samani. Hicho kiatu nataka kununua. Steve kajipato. Bwana ngoja kwanza bwana. Nyie hivyo mnanunua au inakuwaje? Steve umejipato. Nafikiri bwana Bambo. Hawa kwao kule Kawajense. Na Makanyagiu. Na Makanyagiu kule. Makanyagiu kwao kule. Watu wako vizuri. Umeona Wewe fika Kawajense siku uone. Wewe lakini si bado upu. Nini wazee? Twende chura. Wewe nini wewe? Unasemaje wewe uchuru? Sio katika nuksi. Chura ndio nini? Nani akulete kanuksi wewe bwana? Wewe mwenyewe chawa tu hapa. Wewe chawa tu kwa Steve. Mabosi hawaongeagi maneno mengi. Tunaona alikotulia. Ache wewe bwana, mpaka mkorogo ndio unaona. Kajipata bwana. Wewe nenda bwana. Steve kajipata bwana. Ndio wapunguzeni bei. Tutarudi. Alaundo ndo nini? Just alaundo. Yaani sisi mabango yako tunaenda kuambia huko. Nenda kuwatangazi watu. Tunamwambia kule kuna gorofi. Ndeni bwana. Kajipata. Katabi. Kasoro cheupe tu. Yule kule chawa. Chawa. Karibu ticha. Sisi ni fundi miguu. Tunapatikana Msimbazi na Nang'ombe. Karibu sana. Tunaitwa fundi miguu.
viatu vya aina yoyote, vya kike, vya kiume, mabuti makali kama haya utayapata kwetu sisi Fundi Miguu. Namba zetu ni Steven, kwa hiyo wewe unafanya biashara shuleni, hujui kabisa kwamba sheria na kanuni za shule haziruhusu mwanafunzi kufanya biashara shuleni? Saizi tichu ungetuacha, ni mapumziko. Mimi nachekwa kwamba sina biashara yoyote wakati niko sehemu, tuko wengi. Tunajiongeza mwalimu. Ndio duka watu mawinga wafale wako wengi. Pale kwa bosi wangu Fundi Miguu, siku nyingine tutamuona mwingine kabeba. Aha, kwa hiyo kumbe wewe una bosi wako ambaye amekuajiri, si ndio? Fundi Miguu. Sasa hakuna shida. Wewe utachukua hivi viatu vyako, utakusanya, tunaenda wote ndani kwa mwalimu mkuu. Tukishafika kule umueleze kwamba wewe unafanya biashara shuleni. Hicho na wivu wewe. Mimi nina wivu. Hebu chukua 10,000 bwana, tuache tufanye biashara sisi. Steven, tuache tupige hela. Kwa hiyo unanithaminisha mimi na 10,000 eh? Steven, naomba hiyo 10,000 bwana. Sawa, sasa nyie kwa mwalimu mkuu mtakuja. Sawa Steven eh? Hiyo ni fake, hiyo hela fake teacher. Wanapenda pesa, mapenzi yanotesa. Walimu wanakesha kuwafundisha, ila ni kama wanajitosha. Unawadaiwa vikoba, waendesha bodaboda, Usukume sasa. Usukuma nini bana wewe? Tumeshafika darasani kwetu hapa wanafunzi wanatuletea kama kawaida. Afu wewe bonge vipi wewe? Kiongozi samani. Hebu mwalimu shika hii miwa hivi. Hem tushikie. Ashike yeye ndo kaiba. Yeye ndo kaiba. Afu sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mwalimu anatulipia hiyo hela. Ili shati mnaenda kupasi hili. Lazima mnanunua hili. Hebu samani. Kiongozi samani. Sisi tumekuwa tukijipambania sana, tunatafuta maisha, tumelima shamba huko. Matokeo yake sisi kila siku tukirudi tunakuta mimi imepungua shambani. Au sio bwana? Matokeo yake tumeweka mtego, tumewakamata ndo hizo wenyewe. Bro, wewe bonge. Haya basi. Mwalimu nishikie hivi. Bonge ananisoea. Basi. Mwalimu iko hivi sana. Basi imetosha. Kulia. Wewe baba. Hiki ni nini? Mmefanya nini? Na kwa nini mmeletwa hivi? Naomba sasa kwanza nielezee. Yaani si hivi. Yeye anasema eti miwa inakatwa sijui mwezi mzima, kuna watu wanakataga miwa, si ndio? Ila mimi sikatagi miwa. Mimi nilipita kuna siku shambani kwao, nikaona majani yameotea, nikasema ngoja nisaidia kufyeka. Nimeenda nimefyeka juzi, nimefyeka jana, nimefyeka na leo. Sasa leo wakati tunafyeka nimefyeka miwa, bahati mbaya ikamrukia wanani. Wenyewe ndo wakatukuta wakasema tunaiba miwa. Usamaria mwema unakuponza kidege. Mfano kama mimi nilichukua hii miwa ili niwatengenezee juisi ya miwa. Nikaanza kuonekana eti mimi ni mwizi. Mwizi uko wapi hapa? Wekeni chini hapa. Kiongozi, miwa yake ndio wekeni chini hapa. Wekeni chini hapa. Tutaelewana. Basi wewe umeshawafikisha basi. Tutaelewana. Nyewe pumbavu. Nataka maelezo sahihi. Wangetufungua kwanza mwalimu. Au walipe tu kwanza hapo wananilee. Walipe tu mwalimu au aendelee. Nani amewaruhusu mfungue hiyo nguo? Mimi tena niwalipe. Yaani nyewe muiba afu mimi ndo nije nilipe. Basi. Unanizoea nani? Bambo. Tulipie waende zake hapa. Nano. Naomba unikomi. Mtanga tulipie. Wewe. Nimekuonyesha kanjia umenogewa. Kwa hiyo kumbe nyewe ni wezi. Kumbe sisi shule maana yake mnatutangazia sifa mbaya. Shule yetu inafuga majambazi, wezi. Si ndio? Mimi kazi yangu kufyeka tu. Tena usamalia. Unaenda kufyeka miwa ya watu. Yaani miwa nilifyeka bahati mbaya. Hao wenyewe nani ushahidi? Usinishirikishe bwana. Mimi ulifyeka na mimi au? Kila siku ndo mnaimba. Fungueni hayo mashati yenu. Fungua. Fungua haraka. Mimi leo nimekataa leo tusipite pale. Kichezo kimenicheza, tutakamatwa. Ujuaji na ubishi. Haya unaona. Haya, naomba sasa mmoja akili kwamba ameiba miwa. Sasa kiongozi wa kikili sisi tutapata nini? Wewe tulio umeshafikisha sehemu salama. Wewe? Ngoja nianze mimi mwalimu. Umeiba? Mimi kiukweli sijaiba. Umeiba au hujaiba? Ngoja sasa mwalimu nijielezee. Mimi nilikuwa napita na kidege. Tukafika sehemu tukaona miwa. Mimi jicho la huko likawa linanicheza. Inanicheza kidege ananiambia kwamba tupate chakula. Mimi sijui alikuwa anamaanisha nini. Nani tupate chakula. Mimi nikamwambia jicho linanicheza. Kwa hiyo ndo akanilazimisha tu akasema tufanye usafi, ndo tunafanya usafi pale. Tuwatengenezee juisi na nini. Nikasema basi kidege
Akawa amechukua hii minne. Wakati umefika mara ngapi hii shamba? Na mimi nijelezee. Yaani nilikuwa na wanani? Wanani akaniambia jicho lako lina mchezo. Na mimi mbavu zako zikaanza kunicheza. Waendesha boda